Hii tunaweza kusema kwamba ni back to back kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Hatimaye kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kupambana dhidi ya TRA United siku hii leo pale Arusha. Moja ya mchezo ambao utakuwa sio rahisi, hasa kulingana na namna ambavyo timu walionayo kwa upande wa TRA. Sasa tayari nina kikosi hapa kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinakwenda kuvaana moja kwa moja na TRA, lakini kabla hatujakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya TRA. Katika mchezo huu muhimu, benchi la ufundi la Simba limepanga kikosi chenye mchanganyiko wa nguvu, ubunifu, uzoefu ili kukabiliana na TRA. Kikosi hiki kinaonekana kujengwa katika mfumo unaolenga kumiliki mpira, kuna mashambulizi kupitia pembeni. Sasa tukiangazia kwenye upande wa golikipa, yupo Jibril Kasali, Mamadou Tanji. Golikipa huyu ni mmoja ya magolikipa wenye utulivu mkubwa ndani ya kikosi cha Simba. Kasali amekuwa na uwezo mzuri wa kudhibiti mipira ya aina yote, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama golikipa anayesaidia zaidi kuanzisha mashambulizi. Mara nyingi kwa upande wa Kasali atatakiwa yeye mwenyewe pia aweze kuwapanga mabeki kwa ajili ya kukaa usawa kwa ajili ya kushambulia zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe ni mmoja wa mabeki ambao amekuwa na uzoefu mkubwa. Ana sifa ya kuwa na kasi, nguvu na uwezo wa kupandisha mipira. Katika mfumo kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji Kapombe kupanda zaidi kwa sababu kwa upande wa TRA anafahamu kwamba atakuja na mfumo ambao atakuwa wakisalia chini zaidi. Kwa upande wa beki ya kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Anthony Mligo tunafahamu ni beki ambaye kwa sasa amekuwa apata nafasi mara kwa mara, lakini kwa upande wa mchezo huu, kwa upande wa mwalimu ameona sasa ni muda pia wa Anthony Mligo kuweza kupata nafasi ili aweze kuonyesha kile ambacho alicho nacho. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka Mligo kuhakikisha upande wake unakuwa salama zaidi dhidi ya mashambulizi ambayo atakuwa anafanya TRA. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa kati yupo Ismail Ture. Kwa upande wa Ture, beki kisiki huyu amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupambana, japo yuko slow, lakini bado amekuwa ni beki ambaye amekuwa na utulivu wa hali ya juu zaidi kwa ajili ya kuweza kukaba kwa mipira aina yote. Kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji zaidi kwa upande wa Ture kusalia chini zaidi kutokana na aina ya namna ambavyo amekuwa akicheza. Lakini pia Rashid Dirak, yeye ni beki ambaye amekuwa na utulivu mara zote, amekuwa na uwezo mzuri wa kusoma mchezo mapema, ana uwezo wa kupanga safu ya ulinzi. Huyu ndiye kiongozi kwenye eneo hilo. Katika mfumo huu kwa upande wa Rashid anakuwa kiongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi kuhakikisha timu inabaki katika mpangilio mzuri wa kuanzisha mashambulizi. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo wakati atasimama mmoja ambaye ni Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa zaidi ya kulinda zaidi kwenye eneo hilo. Ana uwezo wa kukata mipira ya wapinzani, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtaka zaidi kusimama kwenye eneo la katikati kwa sababu yeye atakuwa pandishi zaidi timu, atakuwa akisalia zaidi kwenye eneo la kukaba. Kwa upande wa viungo washambuliaji wako wawili. Kwanza yupo Kratos Chota Chama. Chama tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu mkubwa, pasi zake, uwezo wa kutengeneza nafasi kwa usahihi. Katika mfumo kocha atakuwa akimtazama Chama kama playmaker kwenye eneo hilo. Wakati huo pia atakuwa akisaidiana na Innocent Loemba ambaye ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kubeba mipira ya kushambulia katikati ya uwanja, na kasi na ubunifu, ana uwezo wa kupiga mashuti. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama kiungo anayesaidia zaidi kufanya mashambulizi. Lakini pia kwa upande wa washambuliaji wako watatu, akiwa na force wakiwa wanacheza kwenye maeneo tofauti, ndivyo ambavyo amekuwa akitumika kwenye mechi zote. Kwa upande wa Libas Geye atasimama kama mchezaji ambaye atakuwa ni mshambuliaji wa pembeni kulia. Kwa upande wa Geye tunafahamu ni mchezaji mwenye kasi, ana uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo wa kuvunja ulinzi wa wapinzani kupitia kwenye eneo la pembeni, ana uwezo wa kupiga zaidi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama winga na mvamia ndani ili kumsaidia zaidi mshambuliaji wa kati. Lakini pia Anset Oura yeye atasimama kwenye eneo la kushoto, yani mshambuliaji pembeni kushoto ambaye atakuwa akiingia ndani. Kwa upande wa Anset, mfungaji pia kwenye mchezo uliopita dhidi ya Singida, ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu mkubwa, na uwezo wa kupiga pasi, ana uwezo wa kupiga mashuti. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka Anset Oura kukata ndani mara kwa mara ili kuunda nafasi za mabao kwa washambuliaji. Lakini pia Elim Panzu, yeye ndiye ambaye atasimama kwenye eneo la juu zaidi, akisimama kama false 9 ambapo atakuwa akibadilishana mara kwa mara yeye pamoja na wachezaji wengine kama Libas Geye pamoja na Anset Oura kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu atakuwa akiutumia. Mfumo huu ni moja kwa moja ni 4-3-3, lakini utakuwa ukibadilika ukiwa 4-1-4-1 kulingana na namna ambavyo mchezo utakuwa unakwenda. Maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya TRA.